Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa siku hii ambao umetupatia tena nafasi ya kuweza kuyasikia maneno yako. Umetupa nafasi ya kuweza kujifunza. Ninakushukuru kwa neema hii Bwana. Ninakushukuru kwa nafasi hii. Naomba uturehemu na utusamehe. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani itutakase katika nafsi zetu, katika roho zetu na katika miili yetu. Ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu huyu anayenisikiliza mahali popote pale katika nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Baba, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye masikio yake, kwenye ufahamu wake wa rohoni, katika jina la Yesu Kristo. Tufunulie fahamu zetu tupate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu. Amen. Ninaitwa Mwalimu Montana Peleta. Karibu kwenye kipindi cha Sauti ya Maarifa na Uponyaji. Leo ikiwa ni mfululizo wa sehemu ya 6 katika somo letu lenye kichwa kinachosema kustahimili na kuvuka katika nyakati ngumu. Kustahimili na kuvuka katika nyakati ngumu. Kustahimili na kuvuka katika nyakati ngumu. Namba yangu ya simu ni 0746 144 630. 0746 144 630. Unaweza ukaniandikia message, lakini pale mwishoni tutaangalia, muda ukiwepo nitapokea simu chache za watu. Leo nataka tuangalie sehemu ya 6, subtitle inayosema aina ya maombi ya kulia na kuomboleza unapokuwa kwenye nyakati ngumu. Aina ya maombi ya kulia na kuomboleza unapokuwa kwenye nyakati ngumu. Aina ya maombi ya kuomboleza na kulia machozi unapokuwa kwenye nyakati ngumu. Kipindi kilichopita tulikuwa nimejaribu kukueleza pale faida za kulia machozi na kuomboleza, kwamba unapokuwa unapita kwenye wakati mgumu, kuna wakati unaweza ukasikia hali ya kulia machozi na kuomboleza. Na nikasema kwamba usijizuie kulia machozi na kuomboleza unapokuwa unapita kwenye nyakati ngumu. Usijizuie kulia machozi na kuomboleza, kwa sababu unapolia machozi kuna faida ambazo zinatokea. Kabla ya kusema faida, machozi, mtu asipolia machozi akajizuia, maana yake yale machozi yanakuwa yanadondoka ndani kwa ndani. Yanapokuwa yanadondoka ndani kwa ndani inakuwa ni sumu. Lakini unapolia machozi unatoa ile sumu. Lakini pia nilikwambia kulia machozi ni kuongea hisia. Machozi yana sauti. Machozi yanaelezea hisia za moyo ambazo mdomo umeshindwa kuongea. That's why kuna mtu anaweza kaa anapita mahali fulani, labda ana kesi, labda ana shida fulani, au mke wako unamwambia mke wangu, hebu ongea, shida nini, jieleze. Unashangaa anaanza, yaani mume wangu 1 2 3, anashindwa kuendelea, anaishia kulia. Nini? Kuna mambo anashindwa kuongea kwa sababu ya hisia za moyo. Sasa machozi yanapoingilia kati yanakuwa yanazungumza kwa niaba yake. Kwa hiyo unapolia machozi, yale machozi yanabeba sauti. Na nikasema kwamba kuna faida za kulia. Unapolia, faida mojawapo, kulia machozi inasaidia kuondoa uchungu. Inasaidia kuondoa uchungu. Mtu amefiwa, that's why nikasema kama mtu amefiwa na baba, amefiwa na mama, amefiwa na mtoto, hata kwenye msiba, usiwazuie watu kulia na kuomboleza kwenye msiba. Siku hizi nimeona wachungaji wengi wakati wa msiba wanawakataza watu wasilie. Na kipindi kilichopita nilikuonyesha mistari, tunaona mahali Yesu alilia. Tunaona kuomboleza ni kibibilia. Watu ambao inabidi wakatazwe kulia na kuomboleza ni wale ambao wanalia na kuomboleza huku wakimtukana Mungu au huku wanakufuru, au ndio wanatakiwa wazuiliwe. Lakini ile mtu anapolia, amepoteza ndugu yake, anapolia inasaidia uchungu unaondoka. That's why hata kwenye msiba wale ambao wanalia, wale ambao wanaomboleza, uchungu wake unaondoka kwa haraka kuliko yule ambaye halii. That's why kuna wale kwenye msiba wenyewe ni mafestibon au ni viongozi wa familia, hawapati nafasi ya kuomboleza saa ya msiba. Wao wanakuwa busy, wana mambo mengi. Wewe ndio kaka kwenye familia, wewe ndio baba kwenye familia, wewe ndio inabidi uongoze vikao, tunazikaje, msiba unaendaje, wewe ndio unaongoza vikao. Upati muda wa kuomboleza. Watu wa jinsi hii utashangaa msiba ukiisha, yeye ndio msiba unaanza kwake. Lakini wale ambao wanalia, wanagalagala, analia, anaomboleza vizuri, baada ya msiba kuisha, msiba unaisha kweli. Wale ambao wanaomboleza, inasaidia uchungu wao unaondoka. Maumivu, uchungu ni maumivu ya kihisia. Uchungu ni
maumivu ya moyo. Unapolia kuna kitu kinatoka nje, unapolia ule uchungu unaondoka. Lakini nikasema inasaidia kuondoa uzito, machozi yanaondoa uzito. Unapokuwa unapita kwenye nyakati ngumu, ule uzito ndani ya moyo wako unaondoka. Ulikuwa unasikia uzito, unasikia kupata shida, uzito kwenda kazini, inasaidia. Kwa kulia machozi ni uponyaji. Wanaume tulie. Wakati mwingine wanaume, jamii inakataza wanaume wasilie. Naambia usilie, wewe ni mwanaume, jikaze. Lakini kiukweli yule mwanaume ameumizwa, kiukweli yule mwanaume amepita mahali pagumu, kiukweli yule mwanaume labda huo msiba umemuumiza sana, lakini anaambiwa usilie. That's why inapelekea wanaume wengi kufa mapema kuliko wanawake, kwa sababu wanawake wenyewe ni wepesi kulia. Limetokea jambo kidogo analia, anapolia kuna kitu anatoa. Na kwa huyu mwanaume ambaye halii, kama halii kuna kitu kinabaki ndani ya moyo wake. That's why wengine baada ya hapo utashangaa anapata shida ya pressure, anapata shida ya madonda ya tumbo, wengine mapigo ya moyo yanaongezeka soon baada ya kuwa amepitia kwenye kipindi cha kigumu, amepitia kwenye nyakati ngumu, amepitia kwenye kufiwa. Kuomboleza vizuri inamletea shida. Kwa hata wanaume, jiachie kulia. Kulia sio unyonge, kulia sio udhaifu. Kama umeshindwa kulia mbele za watu, basi toka pembeni kalie. Unapolia unaondoa ule uchungu ulioko ndani na moyo wako unakuwa mwepesi. Kulia ni uponyaji. Sasa leo nataka tuangalie aina ya maombi ya kulia na kuomboleza unapopita kwenye nyakati ngumu. Kuna wakati fulani tunapopita kwenye nyakati ngumu, Mungu huwa anaachia maombi ya kuomboleza na kulia. Na haya maombi ya kuomboleza na kulia sometime yanaweza yakaja yenyewe. Ghafla tu unasikia Roho Mtakatifu akikuongoza uombe maombi ya staili hii. That's why kwenye Warumi sura ya 8 anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho jinsi ilivyo, kwa sababu huombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Na anasema Roho Mtakatifu anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Roho Mtakatifu anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Sasa huyu Roho Mtakatifu anatuombea kwa kuugua kutokea wapi? Anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika akiwa ndani yetu. Roho Mtakatifu anaomba kwa kuugua akiwa ndani yetu. Kwa hiyo ile hali ambayo Roho Mtakatifu anaifili, ile hali ambayo Roho Mtakatifu anaisikia, na wewe unaanza kuisikia ndani yako. Biblia inasema Roho Mtakatifu anatuombea kwa Baba. Kwanza anatuombea kama apendavyo Mungu, anaomba kama Mungu anavyopenda. Lakini huyu Roho Mtakatifu pia anatuombea kwa kuugua. Maana Roho Mtakatifu anaugua. Sasa Roho Mtakatifu anaugua akiwa ndani yetu, anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Maana inafika mahali fulani unasikia mzigo, inafika mahali fulani unasikia kuomba ile maombi ya pressure, unasikia kuomba ile maombi ya uchungu, unasikia kuomba ile maombi ya kuomboleza na kulia kusikoweza kutamkwa. Kuna wakati unasikia kuugua, kuna wakati unasikia uchungu, kuna wakati unasikia kuomboleza. Ile hali you can't explain, ile hali huwezi kuielezea. Ndiposa anasema anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika, lakini anatuombea kwa kuugua akiwa ndani yetu. That's why ile hali ya kuomboleza na kulia unaisikia ndani yako. That's why Roho Mtakatifu anaachilia ile hali ya kuomboleza na kulia ndani yako. Unapoona unapita kwenye nyakati ngumu na Roho Mtakatifu anaachilia hali ya kuomboleza, anaachilia hali ya kulia, maana yake nini? Maana yake saa hiyo au hilo jambo ambalo unaliombea linahitaji staili hiyo ya maombi. Kuna aina mbalimbali za maombi. Kuna maombi ya kikuhani, kuna maombi ya kifalme, lakini pia kuna maombi watu wanaomba huko wanatembea. Kuna maombi ya kimya kimya, kuna kuomba kwa sauti. Kuna maombi ya kifalme ni maombi ya kukemea, ni maombi ya vita. Sasa kila mahali kuna aina ya maombi yanayohitajika. Kwa hiyo inapofika hatua Roho Mtakatifu anaachilia ndani yako hali ya kuomboleza na kulia, manake saa hiyo kwenye hilo jambo, kwenye hizo nyakati ngumu, staili ya maombi inayohitajika ni staili hiyo. Kwa mfano kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza pale unakutana na mwanamke mmoja anaitwa Hana. Huyu Hana alikuwa hana mtoto.
huyu mwanamke Hana alikuwa na shida ya kupata mtoto, na Biblia inasema huyu Hana ile wa Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari nisome mstari wa 9. Ndipo Hana akainuka walipokusha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa kiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Na huyo mwanamke alikuwa na uchungu. Sasa huyu Hana alikuwa na shida ya kupata mtoto, alikuwa hana mtoto, na kwenye ndoa aliyoolewa yeye alikuwa ni bibi mkubwa. Bibi mdogo aliitwa Penina. Penina alibarikiwa kupata watoto, lakini Hana alikosa. Biblia inasema ile hali ikamfanya huyu mwanamke aumie. Na huyu mwanamke Penina, Biblia inasema alikuwa akimchokoza Hana siku zote, akimletea ile maneno, asiye na mwana eleke jiwe. Akamsema maneno mbalimbali. Lakini huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke ambaye anaomba na kuomboleza sana, alikuwa na uchungu. Roho Mtakatifu aliachilia ndani ya huyu mwanamke hali ya kuomba na kuomboleza. Roho Mtakatifu aliachilia ndani ya huyu mwanamke roho ya maombi na kuomboleza. Biblia inasema akawa akiomba, akawa akilia sana, anashinda hekaluni, anaomba. Kuna wakati fulani kuhani Eli anamwambia Hana, utalewa mpaka lini? Mbona umekuwa kama mlevi? Tupilia mbali pombe yako, tupilia mbali divai yako. Hana anamwambia, Bwana wangu, mjakazi wako hajalewa, bali nimeumimina moyo wangu kwa Bwana. Wakati Penina anamtesa Hana alizidi kuomboleza kwa Bwana. Alikuwa anaomba, ilifika hatua Biblia inasema maneno yake yalikuwa hayasikiki. Ilionekana tu kama mdomo wake unacheza, lakini maneno yake yalikuwa hayasikiki. Hii ni maombi ya mzigo. Hii ni maombi ambayo unaomba. Roho Mtakatifu anaomba ndani ya Hana kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kuna mahali anajikuta Hana kutamka maneno anashindwa, anaomboleza mbele za Bwana. Manake saa ile kwenye tatizo ambalo Hana alikuwa nalo, kwenye wakati ambao Hana alikuwa anapitia, ilihitajika staili ile ya maombi ya namna ile ya kuomboleza. Na wasomao Biblia wanafahamu baada ya Hana kuomboleza namna ile, Mungu alimjalia Hana kupata mtoto. Mungu akamjibu Hana maombi yake. Kadiri Penina alivyomtesa, Hana alizidi kuomba. Kadiri Penina alivyorusha maneno, Hana alizidi kuomboleza, alimlilia Mungu. Kwa nini maombi ya kuomboleza na kulia? Kwa nini maombi ya kuomboleza na kulia? Moja, nimekwambia manake saa hiyo staili ya maombi inayohitajika kwenye hilo jambo ni maombi ya kulia na kuomboleza. Manake unapoona Roho Mtakatifu anaachia hiyo hali, manake katika hilo jambo maombi yanayohitajika katika hilo jambo ni maombi ya kulia na kuomboleza. Lakini tunapolia na kuomboleza, manake tunapomoka mbele za Mungu. Tunaonyesha kama Mungu, hatuwezi bila wewe. Tunaenda mbele za Mungu, Mungu tusaidie. Maombi ya kulia na kuomboleza, maombi ya kulia machozi na kuomboleza yanaonyesha unyenyekevu, yanaonyesha kushuka mbele za Mungu, yanaonyesha kulilia msaada wa Mungu. Kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuacha njia zao mbaya, ndipo nitasikia toka mbinguni. Ukianzia ule mstari wa 13 anasema, nikiamuru nzige kuila nchi, nikiamuru nzige kuila nchi, au nikiamuru tauni. Manake nchi kama itapita kwenye wakati mgumu, kama nchi itapita kwenye tauni ni magonjwa ya mlipuko, ni magonjwa ya kuambukiza kama vile corona. Corona ile ni tauni kibibilia. Anasema nikiamuru nzige wa kuila nchi, manake ni uchumi unapigwa hapa. Umepanda mahindi yako, nzige wanaingia wanapiga ile mahindi eka 50. Unapoona nzige wanakula nchi, manake ni kupita kwenye hali ngumu ya uchumi. Hasa kwenye hali kama hii, Mungu anasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Kwa maneno mengine, wataenda kuomboleza, wataenda kutafuta uso wa Mungu. Manake imefika mahali wamejua, Mungu, bila wewe hatuwezi. Nzige wamekula nchi, Mungu ameamuru tauni. Sasa hawa watu walioitwa kwa jina la Mungu wamejinyenyekesha na kuomba, wamefanya maombi ya kulia machozi na kuomboleza, wameutafuta uso wa Mungu. Mungu anasema, nitasikia toka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Tunapolia na kuomboleza mbele za Mungu, Mungu anatuhurumia.
kwa sababu kama tunaomboleza, manake tunaita msaada wa Mungu, Mungu aturehemu. Rehema manake ni huruma. Tunaposema kuomba rehema mbele za Mungu, manake ni kuomba huruma. Kwenye maombi ya kulia na kuomboleza tunahitaji huruma za Mungu. Tunapohitaji huruma za Mungu, maombi ya jinsi hii yanafanya Mungu atuhurumie, yanafanya Mungu asikie toka mbinguni. Hata kama Mungu alipanga sikusaidie, hata kama Mungu alikunja uso wake, kuna wakati fulani Mungu anaweza akaficha uso wake. Daudi anasema usiufiche uso wako. Kwenye Kumbukumbu la Torati anasema nitamkunjia uso mtu wa namna hii, ambaye atakula mnyama na damu, ambaye atamwaga damu ya ndugu yake, nitamkunjia uso. Unapoona Mungu kumkunjia uso, maana yake hasira ya Mungu imewaka juu ya mtu huyu. Sasa unapoona Mungu ameficha uso wake au Mungu amemkunjia mtu uso wake, maombi yanayohitajika hapa ni kulia na kuomboleza. Kwenye kulia na kuomboleza, ndani yake kuna toba, ndani yake kuna rehema. Na unapofanya maombi ya jinsi, hata kama Mungu alificha uso wake, hata kama Mungu alikukunjia uso wake, unapolia na kuomboleza, Mungu anarudi. Huruma za Mungu zinarudi, zinafanya Mungu hasira yake igeuke. Kuna watu ambao unapita kwenye nyakati ngumu, ni mapigo. Unapita kwenye wakati mgumu wa uchumi, ni mapigo. Ulimwaga damu, ulitoa mimba, ulisababisha matatizo. Wewe ni daktari bingwa kutoa mimba, umemwaga damu za kutosha. Utapita kwenye mapigo. Mungu anaachiaga mapigo. Unapita mahali ni mapigo. Kwenye nyakati ngumu za namna hii, usiende kumkemea shetani. Usianze toka fire, wala hata toka, kwa sababu yale mapigo kama ni shetani ameachilia mateso, ana uhalali. Kwa hiyo kitakachokuvusha hapo ni kuomboleza na toba, ni kuomboleza na kulia machozi. Kama Mungu katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Hapa mahali nilipo siwezi bila wewe. Wacha nikusomee kitabu cha Yeremia sura ya 9. Kitabu cha Yeremia ile sura ya 9 na ule mstari wa 17 na wa 18. Yeremia sura ya 9 mstari wa 17 na wa 18. Anasema hivi, 17 na 18. Bwana wa majeshi asema hivi: fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao, ili waje, mkutane na kuwaita wanawake wenye ustadi, ili waje. Sasa ukianzia pale mbele utakuta ni wakati ambapo wanapita kwenye wakati mgumu, wanapita kwenye nyakati ngumu, wanapita kwenye mateso. Sasa Mungu anawaambia hivi, fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao, ili waje, mkutane na kuwaita wanawake wenye ustadi. Sio tu kuomboleza, wale wenye ustadi. Anasema wafanye haraka na kutuombolezea, ili macho yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike maji. Maana sauti ya maombolezo imesikiwa toka Sayuni, jinsi tulivyotekwa. Unaona, maanake hawa watu walikuwa wametekwa, wapo kwenye utumwa. Sasa jinsi tulivyotekwa, tulivyofadhaika sana, kwa sababu tumeiacha nchi, kwa kuwa wameangusha makao yetu. Lakini lisikie neno la Bwana, enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake. Mkawafundishe binti zenu kuomboleza, na kila mmoja jirani yake kulia. Kwa maana mauti imepanda madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana walio njia kuu. Mauti imepandia madirishani, mauti imeingia kwenye nyumba zetu, mauti imeingia. Mauti ni roho ya uharibifu. Mauti imeingia, imepiga uchumi. Mauti imeingia, imepiga vijana wa kiume. Wanakuwa tu ni vijana wenye majina, lakini ni kijana ambaye hawezi kulea familia yake, hawezi kusimamia familia yake, hawezi kusomesha watoto wake. Amekuwa ni mwanaume jina. Mauti imepiga. Mauti sio lazima itoe roho, inaweza ikaua potential. Unaonekana that's why Biblia inasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Una jina la kuwa hai lakini umekufa. Kuna watu mauti imewapiga, unaona kama wako hai lakini hawako hai. Anasema mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje.
na vijana katika njia kuu. Una kijana nyumbani ameshikwa kwenye bangi, ameshikwa kwenye pombe, maanake ni mauti imempiga. Kuna kijana yuko nyumbani ambaye hawezi kufanya kazi, amekuwa ni mvivu. Una binti yuko nyumbani ambaye ameshikwa kwenye mambo ya uasherati. Hiyo ni mauti, inaua potential, inafanya mtu asionekane kuwa mtu wa maana. Kuna mauti ipo, inapiga uchumi. Unapata mshahara milioni 1, katika huo mshahara 600,000 unatumia kwenye matibabu. Hiyo ni mauti imepandia madirishani. Kwenye ule mstari wa 17 anasema kaiteni wanawake wanaojua kuomboleza. Maana kwenye nyakati kama hizi ambapo mauti imepandia madirishani, maombi yanayohitajika hapo ni maombi ya kuomboleza. Waje wapate kuomboleza. Anasema fundisheni binti zenu kuomboleza. Mumlilie Bwana, mumlilie Bwana. Unapoona mauti imeingia, imepiga familia, mauti imeingia, imepiga uchumi, mauti imeingia, imepiga vijana, una kijana wako yupo kwenye pombe, yupo kwenye bangi, aina ya maombi inayohitajika hapo ni kuomboleza. Muombolezee Bwana kwa ajili ya uzao wako uliokamatwa. Muombolezee Bwana kwa ajili ya mauti ambayo imepiga uchumi wako. Lia mbele za Bwana, lia mbele za Bwana. That's why tukifika mbele za Bwana hakuna mwanaume. Tukifika mbele za Bwana wote tunapomoka, tunapiga magoti yetu, tunapiga kelele mbele za Bwana. Wewe ni shahidi mauti ilivyopiga familia yenu. Hujapigwa tu wewe na wadogo zako wamepigwa. Hujapigwa tu wewe, ni familia nzima, ni ukoo mzima, mnapita kwenye umaskini, mnapita kwenye hali ngumu. Hakuna mtu wa kumsaidia mwenzie. Wote mna maisha yanayofanana. Wote mnafia kwenye nyumba za kupanga. Mauti imeingia kwenye familia yenu. Wote mnapigwa na kisukari. Kila mtu anakufa na sukari. Kila mtu anakufa na sukari. Kuna watu ambao kwenye familia zao hawawezi kufika miaka 50. Ukifika 40 na kitu unakufa. Wewe ni shahidi. Kaka yako aliondoka akiwa na miaka 40 na kitu. Na mjomba ni hivyo hivyo. Na shangazi ni hivyo hivyo. Na baba yako ni hivyo hivyo. Wewe usipoomboleza mbele za Bwana, kilichowakuta hao na wewe kitakupata. Katika mazingira kama hayo, aina ya maombi yanayohitajika ni kuomboleza na kulia machozi. Unapoomboleza na kulia machozi mbele za Bwana, Bwana anakumbuka. Bwana anakumbuka. Anapokumbuka anaingilia kati. That's why kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 2, Biblia inatueleza habari za wana wa Israeli walipokuwa kwenye utumwa. Wamelia kule kwenye utumwa, wameteswa. Biblia inasema ule utumwa ukawa ni mkubwa sana, ulikuwa ni mkubwa sana. Na Biblia inasema wana wa Israeli wakalia. Mungu akasikia kilio chao, Mungu akasikia machozi yao. Aliposikia, Mungu akaja. Biblia inasema Mungu akalikumbuka agano lake, Mungu akawaona na Mungu akawaangalia. Kilichopelekea Israeli wafungwe wawe kwenye utumwa ni kitu complex. That's why Mungu anapoingia nchi ya Misri analeta mapigo. Alipiga ile miungu kweli kweli. Pigo la kwanza alikuwatoa, la pili alikuwatoa, la tatu alikuwatoa, mpaka pigo la 10. It means ni kwamba kilichowafunga Israeli kilikuwa ni very complex. Shida ambayo imewafanya wawepo kwenye nchi ya utumwa sio wao, ni baba zao. Shida ambayo imewafanya wawepo kwenye utumwa sio wao, ni babu zao miaka 400 iliyopita. Kuna watu napita kwenye wakati mgumu, aliyesababisha ni babu wa babu na hayupo. That's why kuna kesi ni ngumu kweli, ni complex, hata namna ya kutoka ujui. Jifunze kumwombolezea Bwana. Unapomwombolezea Bwana, Bwana akija saa hiyo atafanya mawili: aingilie kati ya kutoe, au aanze kukupatia maelekezo namna ya kutoka kwenye wakati mgumu. Wakati Israeli walipolia mbele za Bwana, wakalia kwa sababu ya ule uchungu, wakalia kwa sababu ya yale mateso. Mungu akasikia kilio chao, akayaona machozi yao, akamtuma Musa. Na Musa anapoenda pale anapigwa wale mapigo 10, na la 10 ndio linawatoa pale. Farao alikuwa amekaza, hataki kuachia Israeli. That's why kuna watu ambao upo kwenye magumu, kutoka hapo ni shida kweli kweli. Vita ya uchumi imekuwa ngumu, unapambana. Wewe ni shahidi, umesoma brother, umesoma baba, unalipwa mshahara mzuri, wewe ni shahidi. Kila ukipambana utoke kwenye hali ngumu unashindwa. Kilichokufunga ni kigumu kweli kweli. Mimi nipo kukueleza style ya kuomba mbele za Bwana leo. Unaenda kulia mbele za Bwana, maana hujui kilichokufunga. Wana wa Israeli wanalia, wakalia mbele za Bwana. Mungu akasikia. Kuna maagano ambayo babu zako waliyafanya, hawakuwepo. Aliyefanya maagano akakuunganisha na wewe hayupo, alishakufa, na hata ujui kama hilo agano lilifanyika. Kwenye kesi kama hizo tunamhitaji Bwana, na unaenda mbele zake kwa kulia na kuomboleza. Unapolia namna hii, Bwana anakumbuka agano lake.
Bwana anakumbuka. Anapokuja anakurehemu. Anapokuja haijalishi ni kifungo kipi kilichokufunga, akisikia kilio chako, akisikia maombi yako, akisikia unavyoomboleza, Bwana njoo unitoe, Bwana njoo unitoe kwenye umaskini, Bwana njoo unitoe kwenye ugonjwa. Bwana akisikia anakuja, Bwana akisikia anakuja. Na anapokuja, kama ni vita atapigana saa hiyo. Kama alisikia wana wa Israeli walipolia kwenye ule utumwa, Bwana akasikia, na aliposikia akaja. Alipokuja akaja kupigana vile vita, akaja kupigana yale mapigo 10, akapiga miungu ya Wamisri. Nipo kukuambia hapa, tumlilie Bwana. Nipo kukuambia hapa, upo kwenye shida gani? Upo kwenye gumu gani ambalo limekufunga? Kila ukiangalia hujui chanzo ni wapi, huoni mahali pa kutokea. Ni kama ule wakati wa Israeli walipokuwa kule Shushani Ngomeni, walipokuwa kule kwenye nchi ya utumwa kule Babeli, walipokuwa kule kwenye utumwa kwenye Shushani Ngomeni, wakati Hamani ameandika waraka kwamba Israeli wote wauawe, Israeli wote wauawe. Kwenye ile Esta sura ya 4 anaandika waraka kwamba Israeli wote wauawe, wauawe wote. Biblia inasema waliposikia zile habari, Wayahudi wote wakaomboleza. Kukasikika kilio kule kwenye kambi za Waibrania, kwenye kambi za Waisraeli, wakaomboleza, wakalia machozi. Biblia inasema Mordekai akavaa nguo za magunia. Biblia inasema Mordekai akatoka akamfuata Esta, akamkuta Esta hayupo kwa mfalme. Esta amegombana na mfalme. Esta haruhusiwi kuingia kwa mfalme. Akampa habari kwamba sikia Esta, mimi na Wayahudi wote tumetangaziwa kuuawa na huyu Hamani. Israeli wote wanauawa. Esta anamwambia mjomba, ni miezi 3 sasa sijaenda kwa mfalme. Mimi na mfalme hatuna mahusiano mazuri. Kumbuka kwamba kuna sheria, unapoenda kwa mfalme lazima kunyoshee fimbo. Mordekai anamwambia hivi, anamwambia Esta, mwambie Esta asidhani kama yuko salama. Ndipo Esta anasema hivi, tangaza kufunga, Israeli wote wafunge, na mimi nitafunga na wajakazi wangu, tutafunga siku 3 mchana na usiku. Biblia anasema wakavaa nguo za magunia wote, wakafunga siku 3, wakamwombolezea Bwana. Na siku ya 3 ndipo Esta anaenda kwa mfalme kinyume cha taratibu. Yale ni maombi ambayo Wayahudi wote waliingia kuomboleza. Kuna watu ambao mpo kwenye shida mahali fulani, mmekamatwa mahali fulani, kwenye utumwa fulani, kuna mauti ambayo imetumwa kwenu ipate kuangamiza. Saa hiyo maombi yanayohitajika ni ya kuomboleza. Familia nzima, tafuteni uso wa Bwana. Itaneni kama familia, mmeona kabisa kama familia mmefungwa kwenye umaskini, hamna mahali pa kutoka. Hata ambaye amesoma hana tofauti na yule ambaye hajasoma. Hata yule mwenye degree 2 hana tofauti na yule ambaye yuko darasa la 7. Mnapoona mambo kama hayo, kaeni kama familia. Kama mmefungwa kama familia, itaneni kama familia, utafuteni uso wa Bwana, lieni na kuomboleza. Bwana ikumbuke familia yenu, Bwana ukumbuke ukoo wenu. Tunaona haya maombi ya kwa Esta sura ya 4, walilia kama familia, walifunga kama familia, wakavaa nguo za magunia, wakaomboleza. Mimi nakushangaa wewe ambaye una kazi ya kula kila siku na kushiba na maisha yako magumu, huna muda kumwombolezea Bwana. Kuna watu ni wabishi, ukiwaangalia maisha yao yanasikitisha. Maisha yao ni magumu. Baba yako maskini, babu maskini, shangazi ni maskini, hakuna kukusaidia, na wewe una relax tu, hutafuti uso wa Bwana. Nipo kukuambia hapa, kuna miungu ambayo imekuzuia, iliyokufunga. Kitakachokutoa hapo ni kutafuta uso wa Bwana, ni kumlilia Bwana. Unapoomboleza na kulia machozi mbele za Bwana, Mungu anakumbuka rehema, Mungu anarudi nyuma, Mungu anakuja kukusaidia. Ita kama Bartimayo alipiga kelele akasema, Yesu mwana wa Daudi, uturehemu. Lord Jesus, we are here. Kamata redio yako, I want to pray with you. Naomba pamoja na wewe, shika hiyo redio mahali ulipo, tuite Bwana kwa dakika hizi chache. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako Bwana, tunakuombolezea wewe, tunakuja mbele zako Bwana, tunakuombolezea wewe. Baba, kumbuka huyu baba ambaye anaumwa sukari, anayeumwa pressure, yuko mahali hapo kitandani, ugonjwa wake Bwana umemsumbua. Ingilia kati Bwana. Wako watu ambao wanapitia shida
shida nyingi, wanapitia magonjwa mengi, wanahitaji rehema kutoka kwako. Tunalia Bwana, tunalia Bwana kwa ajili ya hii familia. Ninaomba Bwana kwa ajili ya ukoo. Ninaomba Bwana rabakanda rababasaya riko koria manda rabasaka rama kanda rabasiki riko koria manda rabakuka. Unaposikia kulia, jiachie tu, lia mbele za Bwana. Ukisikia kuomboleza, jiachie tu, omboleza mbele za Bwana. Mungu njoo utusaidie. Yesu 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 njoo utusaidie. Saidia hii familia Bwana. Saidia ukoo Bwana waliofungwa kwenye magonjwa. Saidia Bwana rababa saka likakaramando rakakarianda rababasaya. Sikia machozi ya huyu mama. Rikarabokoria. Neno lako linatuambia machozi yanahifadhiwa kwenye kikombe chako huko mbinguni. Angalia machozi ya huyu mama. Baba, angalia machozi. Rikakarababasaya. Yuko mtu anaomboleza kwa ajili ya watoto wake waliofungwa kwenye ulevi, waliofungwa kwenye bange, hawajui watokee wapi. Bwana, anaomboleza kwa ajili yao. Tunaomboleza Bwana, tunaomboleza Bwana. Pasipo wewe hatuwezi kutoka. Bwana, uliyesikia machozi ya wana wa Israeli walipokuwa kule Misri, kwenye Kutoka ile sura ya 2, neno lako linasema ukaona machozi yao, ukasikia kuugua kwao. Baba, ninaomba sikia machozi ya huyu mama. Baba, ninaomba usiku wa leo, sikia kilio chake, angalia kuugua kwake. Moyo wake unaomboleza, moyo wake unabubujika machozi, moyo wake unavuja damu. Rikarababa ropo sandaraba rikakarababasaya. Neno lako linasema upendi kumtesa mwanadamu, wala upendi kumuhuzunisha. Risakarabako ramakandarababasaya. This night, oh Lord, ninachoomba Bwana, kumbuka rehema. Karababasaya rikokorobobo ramakandarababasika rikandarababa ropo sakaraba. Wako ambao wapo kwenye kifungo cha kiuchumi Bwana, hajui mahali pa kwenda, hajui mahali pa kutoka. Kumbuka rehema Bwana, kumbuka rehema Bwana. Rabasaka ropo korianda risikirianda ropo pokoria rapapakoria ramakandarababasaya. Yesu uliye hai, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, uturehemu. Yesu mwana wa Daudi, uturehemu. Yesu mwana wa Daudi, uturehemu. Rehemu Bwana, rehemu Bwana. Rehemu Bwana. Ingilia hii familia Bwana. Ninaposoma neno lako, naona uliingilia wakati wa Israeli kama familia walipokuwa nchi ya utumwa, ukapigana very rough, ukapigana ile mapigo 10 ili kuwatoa Israeli mpaka pigo la 10 ukawatoa Bwana. Ingilia hii familia ambao Bwana wapo kwenye utumwa wa umaskini, wapo kwenye utumwa wa kiuchumi, utumwa wa magonjwa. Bwana, ingilia kati, pigana vita vyao, pigana vita vyao. Karababasaka riko robo sika rako korianda rama kanda rabasika riko robo saka rapa koriamanda riko koriamanda rabasaka. Sikia Bwana, sikia kilio chetu, sikia machozi yetu usiku wa leo. Yuko mtu ameshika redio analia tu Bwana, hawezi kueleza. Baba, tazama hayo machozi, tazama hayo machozi, tazama hayo machozi. Iko familia ambao waga waolewi. Bwana, kumbuka rehema, kumbuka rehema Bwana, kumbuka rehema Bwana. Sawa sawa na Yeremia sura ya 9, ukasema waje waomboleze, wawafundishe binti zao kuomboleza. Na mimi nimewaambia sai Bwana ya kwamba kitakacho watoa hapo ni kuomboleza kwako. Bwana, mtokee huyu mtu, mtokee Bwana anapoomboleza. Bwana, mtokee, na unapomtokea mtoe kwenye hilo shimo. Unapomtokea Bwana, mpe maelekezo aweze kuvuka mahali hapo. Njoo upigane vita Bwana. Kama Israeli usingepigana vita vyao, wasingeweza kutoka pale. Ninaomba Bwana, kuna mtu ana vita very complex, hawezi kutoka kikawaida. Ingilia kati Bwana, pigana vita vyao, pigana vita vyao, pigana vita vyao, maana wewe ni Bwana wa vita. Neno lako linanionyesha wakati wa Yoshua ukasimamisha na jua, mawe kutoka mbinguni yakashuka, ukapigania Israeli. Mawe kutoka mbinguni yakapiga adui zao. Bwana, pigana vita ya huyu kaka, vita ya huyu baba. Karabasaka ropo korianda rabasiki riko koriamanda raba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sante Bwana, sante Bwana, maana umesikia. Riko rababasaya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Namba zangu za simu, muda wangu umeisha, sitasoma meseji wala kupokea simu.
tutafanya hivyo kipindi kijacho, lakini kwa sasa ninaomba ni kuachia namba zangu za simu. Ni 0746 144 630, 0746 144 630. Karibu Jumapili ijayo, nitakuwepo tuna ofisini kuanzia saa 6 mpaka saa 10. Nipigie simu tuombe, lakini pia nitakupa appointment. Unaweza ukatupata kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok na YouTube, na hizi siri zote za mafundisho utazipata kule. Utatupata kwa majina ya Montana Online kwenye mabano Agape Ministry. Montana Online kwenye mabano Agape Ministry. Mungu akubariki. Tukutane wiki ijayo siku na saa kama hizi kuanzia saa 3 na kuendelea. Amen.